anasema jifunze kuishi na watu utaishi. Kuna mtu aseme amen? Jifunze kuishi na watu utaishi. Wakati Mungu anaumba mwanadamu, ilibidi tena mwanadamu ndio akuwe pale kusudi mwanadamu aishi vizuri. Kwa hiyo wacha nikwambie kwamba mtu hawezi kuishi bila mtu. Hakuna mtu ambaye alishaka sema mimi nenda jenga mdesert, aseme mjangwa, niishi ama mimi peke, nisikuwe na jirani, nisikuwe na bibi, ama nisikuwe na bwana, au nisikuwe na mtoto. Hayawahi kuwa. Jifunze kuishi na watu. Ni leo ndio tunatafsiri maandiko vibaya, wakati Biblia inasema usimtumainie mwanadamu. Tunatafsiri vibaya. Tulifanya ndio na kwa njia ya kusema unavuruga mwenzenu, kisha unakuwa asema mwisho aseme kwanza mtumainie mwanadamu alaini. Na limokoroga na makusudi. Kwa nini Mungu ambie wanadamu kwamba amtumainiaye mwanadamu alaini? Si kusudi tukuwa na heshimangana, si kusudi tukuwa na furugana juu tuambiane kwanza mtumainie mwanadamu alaini. Lakini ni sababu Mungu ni mwingi wa wivu. Hawezi kuvumilia mwanadamu achukue nafasi yake. Ile ndio sababu. Yani unaweza kuishi na mwanadamu na wala haumtii nafasi ya Mungu. Wakati Mungu anamwambia Musa, hao watu wanahitaji maji, wape maji. Musa ndio alifanya kama vile alivyoagizwa na Mungu, akawapa maji. Lakini akasema, haya, mlituomba maji, maji tumewapa. Mungu akasema, aliwalomba maji, maji mmewapa. Hili ni moja kati ya makosa ambayo Musa aliyafanya. Sababu Mungu aliona kwa nini sasa nipane maji, Musa aseme mlituomba maji, tumewapa maji. Amtumainiaye mwanadamu alainiwe. Lakini si kusema kwamba sababu ile inasemewa njoo hatutaishi tena na wanadamu. Biblia inasema miti ambayo mimi niliwapa mumeichonga imekuwa miungu. Ni kusema miungu hatustahili kuiabudu sababu yeye sio Mungu. Lakini si kwa sababu hatupendi kuabudu miungu ama hatustahili kuiabudu ndio kusema tutatumikisha ile miti sama kuni. Ndio maana wacha nikueleweshe kwamba haiko juu mwanadamu wapashe kumwaminia ndio kusema utafurukana naye tu simwaminie. Jifunze kuishi na watu utaishi. Tutafungua Biblia zetu, tutasoma katika Samueli wa kwanza tutasoma katika sura ya 25. Tutasoma mstari wake wa 5. Ni usomi mrefu kidogo, tutajitahidi kwenda haraka. Tutaishia 14. Samueli wa kwanza sura yake ya 25 mstari wake wa 5 tunaishia 14. Tumepata? Kama tumepata tusome katika jina la Yesu Kristo. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweeni kwenda Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili mumsalimie. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama, amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulio nao.
Nami sasa nimesikia kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zangu. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatukuwazuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Karmeli. Waulize vijana wako, nao watakwambia. Basi na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, namna tumekujia katika siku ya heri. Uwape na kusihi chochote kitakacho kujia mkononi, uwape watumwa wako na mwanao Daudi. Kenda. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. 10. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaotoroka kila mtu bwana wake. 11. Basi mimi je, nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinjia hao watu wangu wakatao manyoya ya kondoo zangu, na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? 12. Basi vijana wake Daudi wakageuka wakaenda zao, wakarudi nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo yote. 13. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma ya Daudi yapata kama watu 400, na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufunze kuishi na watu utaishi. Hapa nataka kuongea kwanza juu ya neno hili, tutaendelea na mengine, nitapita haraka kwa kufasiria neno hili. Huu ulikuwa ni wakati ambao taifa la Israeli lilikuwa katika vita pamoja na taifa la Wafilisti, ama pamoja na Wafilisti. Sauli alikuwa anapigana lwake, na Daudi naye wakati alikuwa anasikia kwamba shida inapata watu fulani, alikuwa anaenda kuwasaidia kupigana na Wafilisti kwa ajili ya ile kijiji au kwa ajili ya wale watu. Na hii tena ni wakati ambao Sauli alikuwa bado anamuinda Daudi. Na sasa hapa wakati Daudi wakati mmoja alikuwa huko Karmeli, kama vile tunavyojua watu ambao wanapigana vita wako tayari kwenda kila fasi, kila kijiji ambacho wanakwenda kugomoa kutoka katika mikono ya adui. Na hawa Daudi na watu wake wakati walikaa huko Karmeli, aseme huko walikutanana na watumishi au watumwa wa huyu mtu ambaye aliitwa Nabali tafadhali. Na aseme alikaa nao kwa amani. Haiko sawa vile basoda wengine akikaa na mtu lazima atoe mnyang'anyi. Akikona huko na uchuruzi, ni kusema ile ndio inakuwa shamba yake. Hata sababu hata kwenda pigana kwa ajili ya kile kidogo yoko nacho. Lakini Daudi na watu wake hawakugusa kitu cha watumwa. Isipokuwa nao bila walikuwa nani waseme walianza kubabea. Aseme hawakukosa kitu che Daudi iko nacho na watu wake. Sasa wakati Daudi anajikuta kwamba ndio vita anapigana, lakini sasa chakula labda kimeisha, afanye nini? Akapata habari kwamba huyu bwana alikuwa huko Karmeli anakata manyoya ya kondoo zake. Na basi Daudi akatuma watu kwenda kwa Nabali, kwamba akatuma watu 10 kwamba mwende muongee naye kwa amani, umwanze kwanza na maneno mazuri.
halafu wamwambie kitu tu kieko nacho, ikuwe ya kidogo, ikuwe na mingi, abape mniletee. Lakini hapa tumesoma mateo ya Nabali. Daudi katika masemi yake naona vizuri alisema hivi. Asema kidogo nacho ukipatie hawa watumwa wako na mwanao Daudi. Watumwa wako na mwanao Daudi. Lakini wakati Nabali anataka kujibia akasema kwamba aseme watumwa wa mingi biko na toroka kwa bwana yao. Na maana wote alikusanya, hata Daudi akawa mtumwa. Daudi alijiita mwanae akamuita mtumwa. Sayamana ametoroka Sauli mtumwa wake. Unaokea toshia pumzi kwangu, unaokea toshia kisiputu kwangu. Itawezekanaje chakula niko atarishia watu niko nikatia maneno niwapatie hayo? Yaani pamoja na maneno machafu akaongeza na kubaini. Unajua kuna wakati ndio mtu anaombewaka lakini unajisikia roho haikupe. Unaweza kumwima mtu lakini acha kuongeza hapo maneno mabaya. Unaweza kataa usipane kitu chako lakini acha kusindikiza mtu marudia kulomba na maneno machafu. Huyu bwana akasema Daudi njoo naye, mwana wa Yese njoo naye. Lakini wakati huu ulikuwa ni wakati ambao Daudi amejulikana katika Israeli nzima baada ya kumuua Goliathi. Baada ya kupigana na watu ambao ni maadui wa Israeli. Lakini akasema Daudi njoo naye. Mke wake alipopata habari akasikia moyo wake unashtuka. Akasema Daudi akija huku tunaishi. Yaani huyu bwana aliitwa Nabali, wanasema tafsiri yake aseme ni mtu mjinga, mpumbavu. Ndio tafsiri ya jina lake. Mke wake kwa sababu anamjua, anajua kwamba mume ni mpumbavu, yeye akajua kwamba nikienda nitangulie labda naweza kuokoa jamaa yangu. Sababu ni mwanamke ambaye alikuwa na hekima, Biblia inamshuhudia. Alikuwa sema mzuri wa akili na mzuri wa sura. Asema nitaenda niwatangulie. Hapa kuma 12:3 aseme Abigaili akaambia kwanza watumwa wake, kabla hapa akaambia watumwa wake mtangulize chakula, akawapa chakula, akawapa nyama, akawapa mikate, akawapa na vingine vyakula. Mtangulie kwanza mbele ninakuja. Na wakati Abigaili aliona vile alishuka naye kaenda pamoja nao. Wakati aliona tu Daudi anakuja, wakati Daudi alisha hapa. Akasema mwa ile nyumba ya Nabali hakuna mtu ataokoka mle. Akuwe mwanamke, akuwe mtoto, akuwe mwanaume, leo wote wiko chini. Nilifanyia mema katika huko Karmeli, mimi aje kunilipa kwa mabaya? Daudi akakuja. Lakini mwanamke wa hekima, mwanamke wa akili akamkimbilia. Hapa kuma 12:3 nasema ndipo hapo Abigaili alipomuona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka chini, akamwangukia miguuni pake, akasema juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uofu. Tafadhali mjakazi wako anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Nakusihi bwana wangu, wewe usimwangilie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama ilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali na upumbavu anao, lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma. Anamwambia Daudi. Aliongea maneno mengi hapa mpaka Daudi akatuliza hasira. Imani anasema maneno ya upumbavu
inapandisha hasira, lakini maneno ya hekima hutuliza hasira. Daudi akatulia, akapokea chakula, akarudia. Wakati huyu mwanamke anarudi kwake, akamwambia sasa bwanake, ulifanya nini? Bwanake aseme, Biblia inasema akakauka sasa jiwe. Akawa sasa vile lijiwe, hasikii kitu. Biblia inaendelea kushuhudia sema baada ya siku fulani Mungu akamuua Nabali. Usitojua kuishi na watu, usitojua kuongea na watu. Jifunze kuishi na watu utaishi. Hebu utajiuliza kwa nini kujifunza kuishi na watu utaishi? Unajua watu wengi ambao tunasoma katika Biblia ama watu ambao tunajua katika historia, waliojua kuishi na watu vizuri, ingawa walikufa lakini bado wako katika akili zetu. Ingawa walikufa lakini bado tutakutana nao kama tunatumikia, tutafika huko paradiso, tutakutana nao. Sababu walijua kuishi na watu. Jifunze kuishi na watu utaishi. Hapa tutazungumzia juu ya maneno machache, sababu tukisema tuzungumzie yote kweli hatamaliza. Juu ya kuishi na watu vizuri, baadhi ya maneno ambayo yanasababisha mpaka watu leo wanashindwa kuishi na watu vizuri, na labda ukiepuka hayo inaweza kusaidia. Sababu kitu ambacho kimetawala leo ni watu kuambiana ngisi wanataka, watu kufanyana hivi wanataka, na mfanya hivi atanifanya, ndamujibia hivi, iko na nini atanishimama. Bwana Yesu tusamehe sana. Kwanza moja yazungumzia inasema watu wanashindwa kujua mipaka yao, na hii inafanya wanashindwa kuishi vizuri na watu. Mipaka iko kila mahali, ndio maana hata waseme avukae mpaka wa jirani yake afanye nini? Alani. Watu leo wanashindwa kujua mipaka yao. Iko naongea lakini hajua ngisi kwa maneno anayeziongea na hayeziongea. Iko nafanya mabaya lakini hajua ngisi kila kitu kina mwisho wake. Iko najifanya yeye njoo anajua kutufanya anayotaka, lakini anasahau ngisi hata watu waliofanya mabaya walikuwaka na wakapita. Anafanya mabaya lakini mbona sasa hafikia kwa Mungu tunashakapita? Kwa historia tunazozipata za Mungu, afike basi yako Mungu afanye mabaya saa yake tumuache yeye. Lakini anajifanya yeye ndio mimi ndio mchawi, mimi ndio fulani, nitafanya mimi nataka, hata nifanye ni mbona hana nguvu? Mbona hana fanga sasa? Jua mipaka yako. Katika yote jua mipaka yako. Unapoongea na mwenzako jua kwamba una mipaka. Hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya nayo yataka isipokuwa Mungu. Jua mipaka yako. Hapana kushambuliana na kila mtu sababu ndio kwa sababu na mipaka. Una mtu munjia mara moja tunaweza kumpipia maneno. Mara moja unajua tu mtu asema wale ni fulani, unaweza kumpipia maneno haujui ni fulani. Jua kwamba Mungu anajua mipaka yako na ule mtu unayemtukana. Mungu anajua mipaka yako na ule mtu unayemteta. Kuna wakati utashambuliana na mtu asiyeshambuliwa. Kuna siku utashambulia uchaguliwa. Wakati hapa Sauli anakuja kumshambulia Daudi, Mungu anasinzilisha Sauli, anasinzilisha masoda yake. Daudi anafika pale pembeni ya Sauli. Baki ya Daudi wanamwambia Daudi, "Uwa huyu." Mungu anatia juu yako mikono yako. Daudi anasema nini? Siwezi kumgusa masihi wa Bwana. Siwezi kumgusa mchaguliwa wa Bwana. Siwezi kumgusa mpakaliwa mafuta wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
mipaka akaijua. Daudi akajua bashani zako mafuta ndio, lakini huyu umechaguliwa. Anaweza kufanya hivi mimi sifurahie, lakini huyu ni mpakaniwa wa Bwana. Ndio maana uache kushambulia watu usiojua. Unaweza kumjua kwa jina lakini humjui kiroho. Unaweza kumjua mtu kwamba anavalaka nguo moja lakini haumjui anavalaka nguo ngapi kiroho. Yes. Unaweza kumjua kwamba mtu anakugumizaga kimwili lakini haujui anaongeaka namna gani na Mungu kiroho. Unaweza kuona mtu anakuwa tu na izilipendwa himoya sijui nani anamsaidiaga nani mibadilishake anavalaka tu na hingo ya badepite. Unasema hichi unakai hichi unakai shweka hiwero mprizoguri akaji. Unaweza kumjua mtu kiroho lakini anayemjua unaweza kumjua mtu kimwili tafadhali, lakini anayemjua kiroho ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jua mipaka yako. Pointi ya pili nasema watu wanahukumu sana kwa ubinafsi. Haya ni mambo ambayo uyaepuke kwa sababu yatakusaidia. Ukiepuka haya mambo yatakusaidia. Watu wanajua sana kuhukumu sana kwa ubinafsi. Hawa Yesu Kristo anawaambia seme hawa wamekalia kila kiti cha Musa. Anawaambia Wafarisayo wao wanavunja sheria lakini sheria zao wanajifanya ndio bashaziweka mwakili. Wanaambia watu waseme umefanya hivi lakini wao ndio wakosaji wakubwa. Lakini wanajisahau wanapohukumu. Waseme wakimekalia kiti cha Musa. Mbinguni hawaendi lakini wameikalia katika mlango wa mbinguni. Wanazuiza wengine wasiende. Kama hautaenda mbinguni acha kwanza wengine hawataki kuwazika sababu kuwazana kwa zikae wote. Acha kwanza wengine basi. Kwa nini wewe? Wanahukumu kwa binafsi. Tena Biblia inasema aseme acha kuhukumu. Sababu vile vile unavyohukumu na watu watakuja kufanywa nini? Namna unavyompimia mwingine na watafanywa nini? Mule ulipimia. Kama ulipimia mkorogoi watakupimia mule. Sasa shida, kuna wengine wanajifanya wao wamekuwa na balance ya dhambi. Wamekuwa na kilo ya dhambi. Yaani anajifanya yeye ndio anakuwa na ile kilo, wanaita kilo ya dhambi. Yaani yeye ukimwambia unaonaka fulani yeye atakutajia dhambi zake zote. Yes. Sasa mama fulani ndio anaonaka maombi. Mimi niende mwe mama fulani na kuwaka muombaji. Ina maana alishakataka kilo akapima dhambi zake akasema usinapeze sana siende naenda kule. Fulani yana uleta kanisa. Mimi niende nianze angalia kwa mtumishi fulani. Pole kwako. Bwana tusamee sana. Acha kubeba kilo cha dhambi sababu anayekuwa na kilo cha kweli ni Mungu mwenyewe. Yesu. Yeye ndiye yuko tayari kukuambia dhambi yako tangu ulipozaliwa mpaka sasa na uwezo. Lakini ukiniambia dhambi zangu utaniambia tu ngisi jana nilikuambia mbaya mjia. Unasahau ngisi ngepuli wakati nilikuwa mtoto nilifanya kosa fulani kwa mtu fulani. Anayekuwa na kilo cha kweli mwenyewe ni Yesu. Anayejua dhambi za ule moko na tugana ni Yesu mwenyewe. Anayejua mabaya ya ule mtu usiompenda ni Yesu mwenyewe. Acha kuhukumu usije ukahukumiwa. Acha kuhukumu usije ukahukumiwa. Aseme pale kuna watu fulani, kuna watumishi wa lakini huyu hafai kwa mtumishi. Sababu yeye anakuwaka hivi, anafukuwaka na hivi. Yaani
Yenjo kilo inaonekana niendaka yuzia Yesu akamwambia kilo Yesu uzishie kilo yako nilikuwa napimia yako dhambi za wengine. Sasa fulani, sasa kule fulani. Sasa unaja damu sana semaka. Unaja damu sana angalia kasa mchawi ule anakuwa kwanza mchawi. Ulimuona wapi? Ulienda kufanya nini pale? Asa kale kafia kwanza, Yesu kana tembea kama unasema vile kana toshaka mami. Ina maana ulitoshaka mamimba ndio kajua ngisi mwana sitoshaka na tembea. Tu Mungu akusamehe na uache Mungu mwenyewe hukumu wale wanaokuwa na makosa. Acha kujishughulisha na maisha mwenendo kufanyia nini? Maisha yako isha kwa mzigo yako unaiacha unaanza fuata wengine. Shughulika na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi vizuri na watu utaishi. Kuna watu leo wanaishi sababu ya mazuri ambao waliyafanya. Kuna watu leo wanapumua sababu ya wema ambao walifanya tu njiani. Kuna mtu yeye anaishi mpesa sana, anaishi magorofa sababu tu ya benye aliuziaka mtu fulani. Ule mtu ashakuwa na njaa isaidie kamuzia benye. Ule mtu anafanikiwa kesho. Huyu ulitoshaka mbaya. Ingekuwa haungenisaidiaka na ile benye kama leo siku yake. Daka hii kwa yao. Na wanaishi leo wanasogea mbele. Penda wema na upinde zako. Jua kuishi na watu na wataishi. Jifunze kwa Mungu namna kuishi na watu. Mhubiri anasimama onjo. Unaanza kuangalia kama anahubiri vizuri au anahubiri vibaya. Kazi yako sio kuangalia naye hubiri vizuri na vibaya. Kazi yako ni kusikia ile maneno yanayokuwa katika mahubiri ya kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi yako ile. Kama hana sauti ya kuhubiri muache, Yesu atamwikalisha kama anaona hafai. Wewe kazi yako sikia tu, ya muhimu ya kuwa tu ni maneno yanayotoka katika hii Biblia takatifu. Ndio maana vingine vinatoka mkinywa wake. Mungu anamjua. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya tatu, wakati unaenda. Ya tatu nasema kila mtu anadai kwamba anajua. Nyingine shida inayofanya watu wanashindwa kuishi vizuri na wengine. Kila mtu anajua na mimi ndio ninajua. Vile vyote mimi ndio ninajua. Isiko mimi ndio ninajua. Ngisi tutafanya mimi ndio ninajua. Ndio inatawala mu dunia. Kila mtu anapenda haki ni yangu mimi ndio ninajua. Na hii imeua mambo mengi ulimwenguni. Hata makanisani. Mimi peke ndio ninajua kaimba. Kama simba yani mataimba mimi peke. Mimi peke ndio ninajua kuhubiri. Kama simame kwenye masalau nani mwingine? Bwana Yesu atusamehe. Sikia nikwambie leo. Sio kila anayesema anajua ndiye anayejua. Lakini anayejua ni yule anayejua. Mwanajua ndio mwanajua. Haiko mwanasema anajua ndio mwanajua. Mwatasema mimi ni kiongozi, haiko ndio kiongozi. Mwanasema kwa kiongozi ndio kiongozi. Haiko mwanasema sema mimi ndio chef wa kweli. Chef wa kweli ni mwanastahili. Mungu anajua sasa chef. Bwana Yesu asifiwe. Watu sasa ajua kama ndio mkubwa kweli. Kisha Yesu akamwambia aseme mkubwa mwenyewe haiko hapo. Lakini yule mtoto wa kidogo ndio mkubwa wenu. Yesu alikuwa na hekima. Acha kujifanya unajua. Wayahudi wakajifanya ndio wanajua sana maandiko. Wakasema tunajua sana. Wakati Yesu aliona wanamwamini, akawaambia kila naye niamini
ataijua kweli, na hiyo kweli itamweka huru. Wakaanza sasa kumtabiria maandiko. Wakamwambia, kwanza baba yetu ni Ibrahimu, namna gani tukue huru na kuweka watumwa? Yesu akamwambia, tulieni, nyinyi ni wa shetani sababu mnafuata njia za shetani. Acha kujifanya unajua. Acha kufundishwa. Kubali kufundishwa. Wengi tunawajua ambao walijifanya wanajua, mwisho wakajulikana kwa mabaya. Hata Farao alijifanya anajua sana kubana watu, mwisho akavuma sababu alizama katika bahari. Unaweza kujifanya unajua, mwisho tutakuwa tu kujua kwa sababu ulikufa kupitia mabaya yako. Na hii leo inaleta shida hata katika makanisa, kujua sana. Dini zinapigana sababu kila mtu anasema mie njoo shia ndio tunajua kweli ya neno la Mungu. Ndio shida iko leo madini. Kila mtu anasema, Mporo anasema shie ndio tunajua kweli ya neno la Mungu. Katoliki anasema shie ndio tuko na vitabu mingi, shie tunajua kweli ya neno la Mungu. Wengine wanajiita amen, wanasema kwanza nyie wote mnyamazi, shie kwanza hatuko dini, shie ndio tunajua kweli ya neno la Mungu. Ndio vita iko madini. Wengine wanasema shie ndio wa Sabato, shie ndio tunajua kweli, kwanza nyinyi mnakusanyikaka siku ya haiko Sabato. Yani kila mtu anajifanya anajua. Shida sio kujua. Shida ama kizuri ni kukuwa na ule mwanajua kweli. Beba najua kweli baibakiane, shitu bakiane Yesu. Beba najua kweli baibakiane, shitu bakiane Bwana wa kweli. Kuna mwana mkatili anaweza kuwa na Biblia 10. Kuna Batemwe, kuna Bakatoliki, iko na Yahweh, iko na Zanzibar, iko na Kiswahili ya Kongo, kila Biblia. Na tafuta kama kweli, kisha na kuambia shida tunajua kweli. Ukiingia kwa hiyo unafanya ubishi, unaweza kuchelewa kwa kuna hili. Alishaka aliniambia kasema anafika kwa nyumba, wakati nilikuwa nasoma Biblia akaniambia, sasa Daniel wanakufundisha ile maandiko. Mimi nishaka mjua. Mwisho akafikia sasa akaniambia, na wanamwambia juu ya Sabato. Lakini kabla hapo akaniambia, mimi kwanza nilikuwa Katoliki. Kwa Katoliki nilikuwa na wajuaka kweli neno la Mungu. Nikaenda kwa Mporo nikaona nao habana kweli neno la Mungu. Leo niko hapa, sina tena dini, leo ndio nishajua kweli neno la Mungu. Mimi wakati alianza sasa kuniambia juu ya Sabato, ananiambia hamjui kama siku mnakusanyika haiko neno kwa Sabato. Kaambia mimi labda sijui au mnaijua, ile haihusu sana. Inanihusu ni kuona kwamba namtumikia ule Bwana wa Sabato. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe anasema sisi Sabato, unasema sisi msisaidie mtu juu ya Sabato. Sasa mimi ndiye Bwana wa Sabato. Sasa mimi naacha Sabato na mtumikia Bwana wa Sabato. Akanambia, waache tuongee siku nyingine. Lakini na mimi pia nilikuwa nishaanza sasa kichwa naanza niluma sababu ya mambo ambayo nikasema merci Mungu kuona na time. Wakati nenda mbele. Kati ya hii ambayo tunazungumzia inasema kushindwa kuvumilia mafanikio ya wengine. Nyingine sababu inayosababisha watu wanashindwa kuishi na ndugu zao vizuri. Watu wanashindwa kuishi na wenzake wa Kristo vizuri sababu yeye ana karama ambayo yeye hana.
Mungu amemuinua, labda Mungu ameinua ndugu yake, hapendi, havumilie, haona kama vile Mungu anamuuza, anamsumbua kuinua wengine. Furahia mafanikio ya wengine. Mwenye akiuza nyumba, jua lazima kesho atauza mbili. Mwenye akiimba mkanisa watu wanajazwa, tulia, lazima kesho taimba mataifa yanajazwa. Furahia kufanikiwa wengine, sababu pia na wewe pale kufanikiwa mwenzenyu kuna sehemu yako fulani ya kufanikiwa. Kama upendi mtu aimbe tujazwe, unapenda ujazwe siku gani? Kama upendi watu wahubiri tusikie maneno vizuri, unapenda tuokoke na tusikie mahubiri namna gani? Furahia baraka za wengine, sababu katika baraka zake kuna sehemu, lazima kukuwa sehemu yako. Jirani yako anabarikiwa, unasikia. Kisha kesho tunaona mtoto wako anaenda fuata market television. Ulichukuliani? Acha uza television, mtoto wako naye kwa naona luninga. Kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Furahia baraka za wengine. Mzenyu niliuza nguo ya mpya. Wewe tero yako washaanza ichobola, wanaichomea. Sivane mzuri bane. Acha vale. Wakati hapa itafika tu. Tulikuwa na prophet, ndio alikuwa anatuambia. Wakati anatuambia madada na bambia. Sema badada, kila mtu anakuwa na yake sauti. Sababu hiyo walikuwa Katoliki na huko wanazoea kufanya harusi sauti. Alikuwa anamwambia kila mtu anakuwa na yake sauti. Hata yako ikauye, yako itafika. Bwana Yesu asifiwe. Furahia baraka za wengine, uchunge baraka zako ziko mjia zinakuja. Ishi vizuri na watu utaishi. Pointi ya mwisho inasema hivi, ndio ya 5. Ya kwanza ilikuwa nasema watu wanashindwa kujua mipaka yao. Ya pili ilikuwa nasema watu wanahukumu sana kwa ubinafsi. Ya 3 inasema hivi, watu wanadai, kila mtu anadai kwamba anajua. Ya 4 inasema tunashindwa kuvumilia mafanikio ya wengine. Ya 5 na mwisho inasema hivi, tunasahau kwamba sisi ni mwanga na mabaya inakaa ndani mwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio shida ya Wakristo leo. Tunasahau kwamba sisi ni mwanga wa ulimwengu. Huyu Bwana ambaye aliitwa Nabali alisahau mambo mengi. Alishindwa kujua kwamba akimkulisha Daudi leo, kesho taifa mzima ndio itakula. Alisahau kujua kwamba akikulisha wanajeshi wawili wa Daudi, kesho wanajeshi 1000 wa maadui wataanguka. Angalia mbele. Fungula macho, angalia mbele. Acha kumwekea mdistraction. Angalia vinakuja mbele. Shida ndio tunasababu wakati sisi Wakristo wengine, shetani kazi kubwa anaoifanya kabla ya wao kuingia katika dhambi. Atakusababisha kwanza kama uko mtumishi, kisha anakuangusha. Atakusababisha nisi kwa mwimbaji, anakuangusha. Anakusababisha nisi kwa mwombaji, anakuangusha. Anakusababisha nisi uliwahi kubatizwa kwa jina la ule Bwana wa majeshi, anakuangusha. Ndio kazi kubwa shetani. Kazi yake ya kwanza anakusababisha wewe ni nani. Baada ya kusababisha wewe ni nani, hata kama uko mwimbaji, kesho unajikuta hauko tena mwimbaji, ulikuwa mchawi. Anakusababisha. Kama ulikuwa ni mtu wa kuokoa wengine kwa kuwaombea, kesho unajikuta alikusababisha nisi kwa mwombaji, akakwambia kazi yako ni kuua, kuwa muuaji.
ndio naona watu wanazima kiroho. Sababu shetani amefanya kazi yake. Sasa kitu ambacho nitakwambia wewe, usisahau kwamba wewe ni mwanga wa ulimwengu. Jirani yako mamuko naye vita kesho, kila leo mnapiganaka naye. Kesho mtoto wako akikuya, katele mgani akamtia kusanya mpate, uende ikala pale ukule. Sana na wao wanambia mama, nilikuwa mambo fulani, mimi sitakula, nikakula mbugali. Mama yake atajua nini? Atakuta mtoto anashiba hana njaa. Sasa kama wale mama ni mpagani, sasa elewa tu ni kwa Mkristo. Kwa sasa shia yaseme, kwanza mamako mtoto wa nyoka ni nyoka, toka. Kisha najiita Mkristo wa nani kwanza? Kuna Wakristo wawili. Yesu Kristo ni wawili. Sasa kuna watu wanajiita wa Kristo lakini hawamtumikie Kristo, wanamtumikia ule mpinga Kristo. Lakini tulikuwa wa Kristo, wanajiita wa Kristo. Ndio maana unajua kama kuna mtu anaweza kujiita Mkristo lakini anamtumikia mpinga Kristo. Ndio maana hata Yesu anasema sio kila asemaye kuona Bwana ndiye atakaingia katika ufalme wa mbinguni, lakini ni yule anayefanya mapenzi yao. Kuna mtu aseme amen. Kumbuka kwamba wewe ni mwanga. Kitu ambacho tukifanya leo kesho kinaweza kuokoa mafamilia. Kitu ambacho tukifanya kidogo tu kinaweza leo kusaidia mtoto wako. Nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi kuona, sijawahi. Tunasikia nataka kusema nini? Shetani anatujaribu, si kwamba hatusikiake mahubiri, tunasikiaka. Lakini shida ni kwamba tunamruhusu atusaburisha sisi ni wanani. Na hapo anapotusaburisha, mabaya anaichukua na ipanda ndani mwetu. Ndio maana hata alichunga kwanza wale watumishi wasinzie kusudi kuyepanda magugu. Sababu mwanga ukapita, usingizi ukakuja, hapo akaleta magugu akapanda ndani ya ngano. Jifunze kuishi na watu utaishi. Tusimame. Tusimame wachungaji watumbee. Mchungaji atatumbea wazee wake. Tutaambia tu Mungu akufunze kuishi na watu. Waambie tu Mungu akupatie tena ile roho yako ya upendo kama vile anavyoambia makanisa. Sema ile roho yenu ya upendo iliendaka wapi? Muirudilie. Ambia Mungu halafu wachungaji watatumbea.